Hii haijaisha kabisa, kwa sababu ndio kwanza mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi D ambalo Simba, Esperance de Tunis, Petro Atletico ya Angola na Stade Malien zipo pamoja. Tunasema hivyo kwa sababu gani? Ni kwamba Simba leo hii wameanza kwa mguu mbaya kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi baada ya kupoteza nyumbani kwa bao 1-0, kipigo kilichotoka kwa Petro Atletico. Bao la dakika 78 lilofungwa na Bernardo, mchezaji wa kimataifa kutoka Ureno anaitumikia Petro Atletico, ndilo liloipa ushindi Petro Atletico ya Angola katika mchezo ambao matarajio yalikuwa ni makubwa kwa Tanzania, kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba Simba chini ya meneja Dimitar Pantev itaanza kwa matokeo mazuri, lakini haikuwa hivyo. Ni katika mchezo ambao maneno yamekuwa mengi kidogo kuhusiana na kile alichokifanya kocha katika upangaji wa kikosi chake. Leo hii Simba kwenye kikosi chake kilianza katika mfumo wa 4-2-3-1, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ilikuwa imeanza na mabeki wanne, lakini wachezaji wengine waliobaki 6 ni viungo, wala hakukuwa na mchezaji wa kiasili wa ushambuliaji, kwa maana kwamba hakukuwa na mshambuliaji yeyote wa kiasili aliyeanza. Ni katika kikosi ambacho mshambuliaji, tunasema mshambuliaji bandia false 9, alikuwa Joshua Budo Mutale, mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia, ambaye yeye ni kiungo wa ushambuliaji. Lakini walioanza pia walikuwa ni pamoja na Neo Maema nyuma ya Joshua Budo Mutale, kulikuwa na Eli Mpanzo Kibisawala kutokea upande wa kushoto kwenye makaratasi, wakati kwenye makaratasi kwenye kikosi kulia alikuwa ni Morris Abraham, wakati kwenye viungo wa ukabaji walikuwa ni pamoja na Nabi Keita pamoja na Alassane Maudo Kante. Ni katika kikosi ambacho kilishtua wengi, kwa sababu nje ya kikosi kulikuwa na Jonathan Soa, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana, mshambuliaji kinara mwenye kiwango kizuri hivi karibuni, akifunga mabao hata katika mchezo wa mwisho wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania wakishinda mabao 6, yeye alifunga mabao 2. Nje alikuwepo Steven Dese Mukwala, mshambuliaji wa kimataifa kutoka Uganda. Nje alikuwepo Selemani Mwalimu, mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania ambaye Simba wamempata kwa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Wote walianzia nje, lakini pamoja na kikosi hicho ambacho kilishtua baadhi ya mashabiki, lakini mwalimu au tuseme benchi la ufundi la Simba chini ya meneja Dimitar Pantev lilikuwa linajua nini inachofanya. Ni kwa sababu pamoja na kwamba kukuwa na mshambuliaji wa kiasili, pamoja na kwamba maneno yamekuwa mengi juu ya kikosi hicho, ni Simba ambayo ilitengeneza nafasi kadhaa, hao wakiwemo, lakini tunaweza kusema labda haikuwa siku nzuri ofisini. Ni kwa sababu gani? Simba ilipoteza nafasi za wazi za kufunga 3 katika mechi ambayo mpaka mechi inakamilika Simba walimiliki zaidi mpira kwa 57% dhidi ya 43% za wageni Petro Atletico. Simba ilipiga pasi nyingi zaidi, pasi 429 dhidi ya pasi 319 tu za Petro Atletico, lakini ni Simba ambayo hata hivyo pamoja na kupiga mashuti 11 kwenye mchezo huu, katika mchezo ambao walimiliki zaidi mpira, ni shuti moja tu lilenga shabaha, lakini kuna shuti lingine liligonga nguzo alopiga Morris Abraham akiwa yeye na goli ndani ya umbali kama wa yadi 6 tu, kuonyesha kwamba haikuwa siku nzuri ofisini. Miongoni mwa nafasi walizopoteza za wazi ilikuwa ni Eli Mpanzo Kibisawala katika tukio mojawapo, pasi nzuri through ball kutoka kwa Morris Abraham, akampiga chenga golikipa, lakini bado akapiga mpira nje. Ni katika siku ambayo Simba hakika kama wangetumia vyema nafasi zao, pengine wangeibuka na ushindi na hata sio sare, lakini badala yake wamepoteza mechi kwa bao 1-0. Wao Petro Atletico, licha kwamba ni timu nzuri sana, wakicheza kwa utulivu mkubwa, lakini mechi inakamilika walipiga mashuti 7, 2 ya kulenga shabaha, likiwamo shuti liloza bao ambalo lilianzia katika tukio ambalo pengine mwamuzi alistahili kuipa faida Simba kupata mpira wa kutenga kwa sababu ya kufanywa madhambi kwa Anthony Mligo, lakini alipotezea, tukio ambalo mwisho wa siku likienda kuzaa bao dakika 78 kwa shuti lilopigwa na Bernardo, lakini likadeflect likamgusa beki Rushain De Reuck na kwenda wavuni kwa kumchanganya golikipa Yakub Suleiman. Paka mechi inakamilika, Simba licha ya kupiga pasi nyingi zaidi, licha ya Simba kumiliki mpira zaidi, licha ya Simba kufika mara nyingi zaidi, licha ya Simba kupata nafasi za wazi za kufunga 3, bado ilipoteza kwa bao 1-0. Kipindi cha pili tunatambua vizuri benchi la ufundi chini ya meneja Dimitar Pantev
Mwalimu Suleiman Matola walifanya mabadiliko kadhaa ikiwamo kuingia kwa Jonathan Soa, lakini vile vile kwenye mabadiliko hayo bado Simba haikuweza kufunga mpaka mwisho wa mchezo, ikapoteza kwa bao 1-0, na ikizingatiwa kwamba kwenye kundi lao Esperance de Tunis na Stade Malien walitoka bila, manake kwenye kundi hivi sasa wanaoongoza ni Petro Atletico, alafu Simba wako mkiani wakiwa na pointi baada ya kupoteza mchezo huu. Mechi ijayo wanacheza na Stade Malien. Kwa mashabiki wa Simba ni vizuri wakatambua wao ni wazoefu wa michuano hii ya CAF, na ndio maana hivi karibuni wamekuwa kijitambulisha kama ni wazee wa hizi kazi, kwamba michuano hii ndio kwanza imeanza kwao kwenye kundi lao la D, kwamba kuna mechi nyingine 5 mkononi ambazo wakirekebisha kile kilichojitokeza, wakatumia vizuri nafasi wanazotengeneza, basi huenda wakatoboa kama ilivyo kaida yao kwa kwenda hatua robo finali na pengine kutimiza lengo lao kufika katika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu tangu msimu wa 2018-19 Simba kwenye michuano hii huishia hatua ya robo finali. Kuna mfano wa namna ambavyo Simba ilianza kwa misukosuko, kwa kusuasua. Ni msimu wa 2022-23 Simba katika kundi lake ikiwa na Horoya, ikiwa na Vipers ya Uganda, Horoya ya Guinea, ikiwa na Raja Casablanca ya Morocco. Mechi ya kwanza wakicheza ugenini kule Guinea dhidi ya Horoya, Simba walipoteza kwa bao 1-0. Mechi ya pili walicheza na Raja Casablanca kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba walipoteza kwa mabao 3-0, lakini mwisho wa siku walisonga mbele katika hatua ya robo finali, na ambapo walikwenda kucheza dhidi ya Wydad Casablanca na kutolewa kwa matuta baada ya ushindi wa bao 1-0 kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, na wao wakapoteza bao 1-0 kwenye uwanja Mohamed wa 5 kule nchini Morocco. Mikwaju ya penalty ndio ikawatoa. Ni kwa vipi walifika robo finali? Ni kwa sababu kwenye mechi ya 3 walicheza dhidi ya Vipers ya Uganda, wakaifunga kule kwao nchini Uganda bao 1-0. Kwa Mkapa wakashinda bao 1-0 tena dhidi ya Vipers. Mechi dhidi ya Horoya ambayo walipoteza kule ugenini Guinea kwa bao 1-0, kwa hasira wakapata ushindi mnono mabao 7-0, na hivyo mwisho wa siku Simba ikasonga mbele kwa hatua ya robo finali. Hii inatukumbusha nini? Kwamba sio muda wa kumaliza maneno, kwamba kipigo cha leo, mechi ya kwanza kwenye hatua ya makundi, ingawa ni ya nyumbani, bado Simba inayo nafasi ya kufanya vizuri zaidi, na ushahidi ni juu ya hilo lilotokea msimu wa 2022-2023. Lakini kwa benchi la ufundi, bila shaka, licha ya kwamba timu yao ilicheza vizuri na kutopata ushindi, kuna kasoro kadhaa ambazo Dimitar Pantev, meneja, benchi lake la ufundi na wachezaji wake watapaswa kufanyia kazi. Mojawapo ni juu ya kutumia nafasi, kama ilivyotoka kueleza. Leo hii wamepoteza bao 1-0, lakini kwa kiasi kikubwa wao pia wamechangia, kwa sababu nafasi walizotengeneza hawakuzitumia. Kwa uzoefu wao wanatambua kwenye ligi ya mabingwa, hatua ya makundi na kuendelea, unapopata nafasi usipozitumia, wenzako wana uwezo wa kuzitumia na kukudhuru, kwa sababu nafasi huwa hazipatikani sana. Sasa ni lazima waboreshe eneo hili kwa kutumia nafasi kwa usahihi. Jambo lingine, ikibidi meneja Dimitar Pantev na benchi lake la ufundi kuona namna gani kwenye mbadilishano wa nafasi za kucheza uwanjani, rotation, basi ni vyema kila nafasi mchezaji wake kiasili kwenye nafasi husika kwenye michuano hii wakawa wanapata nafasi, wakaanza kama mabadiliko hajafanyike baadaye, na sio kama leo ambapo washambuliaji wa kiasili wako fiti, hakuna taarifa za ugonjwa, lakini wako nje, halafu timu ikianza bila ya mshambuliaji wa kiasili. Pengine zile nafasi zilizopotezwa, fikra zinakuja kwamba labda mchezaji kama Jonathan Soa, mchezaji kama Selemani Mwalimu, mchezaji kama Steven Dese Mukwala wangezipata wakati zikitengenezwa, labda wangezitumia vizuri. Hii nayo inaweza ikawa ni changamoto kwa benchi la ufundi kuona namna gani kwenye maamuzi yao wasijiriski kwa kufanya kile ambacho hawajazoeleka kukifanya katika mechi muhimu za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo wanaweza kaliangalia vizuri, japo wao ndo wana sababu hasa, wanajua ni kwa nini walianza vile, kwa sababu mpira wa miguu sio kwa ukariri fulani kwa fulani, kwa sababu nafasi zilizopotezwa hazikuhitaji hata Jonathan Soa au mchezaji yeyote ambaye yuko fiti ndani ya Simba kwa nafasi kama ile ya Morris Abraham na goli bila hata kuwapo kizuizi chochote mbele yake. Ndani ya yadi 6 yeyote angepaswa kufunga na wala sio mshambuliaji, lakini ni vyema wakaona namna gani ya kwanza kikosi chao. Kingine hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo, Simba yapaswa kuwa inapotafuta bao la kusawazisha, kasi ikaongezeka. Kuna nyakati walikuwa wanacheza taratibu sana kutoka nyuma wakati wanafanya build up kuelekea kwenye lango la upinzani, kwa maana Petro Atletico. Ni vyema wakaongeza kasi, na hasa pale wanapokuwa nyuma bao 1-0 wangeweza kuongeza kasi zaidi ili kutengeneza fursa ya kufunga, kwa sababu ukienda kwa kasi maana yake wapinzani
wanakosa fursa ya kurejea katika umbile lao la kiulinzi. Na Simba imebarikiwa kuwa na wachezaji wenye kasi kutoka katikati ya mstari wa uwanja. Neo Maema ana kasi, Morris Abraham ana kasi, Ladak Chasambi leo hii alikuja kuingia kipindi cha pili ana kasi, Joshua Budo Mutale ana kasi, Kibu Dennis Prosper ana kasi, Jonathan Soa ana kasi, Steven Dese Mukwala ana kasi, Selemani Mwalimu ana kasi, mabeki wa pembeni akiwemo Shomari Kapombe wana kasi. Ni vizuri wakaona namna gani ya kunufaika na kasi za wachezaji wake pale panapostahili. Muda kingine kukumbusha tu waone wazoefu kwamba kwenye michuano hii wakati mwingine ni bora kupata pointi moja kuliko kupoteza. Kwa sababu hiyo mechi 5 zilizobaki lazima ongeze msuli, nafasi bado ipo, hii haijaisha. Simba wazee wa hizi kazi bado wanayo nafasi ya kusonga mbele. Hakuna sababu ya kutumia maneno mengi ya kuwavuruga benchi la ufundi, kunyoshia vidole, kwa sababu tunaweza kusema leo hii haikuwa siku nzuri kwa ofisini, kwa sababu pamoja na yote nafasi zilizopatikana za kufunga nyingine hazikuhitaji hata mshambuliaji kuzimalizia, ikiwamo ile inayokumbushia kila mara ya Morris Abraham ambaye yeye ni mchezaji mzuri, ni mtumiaji mzuri wa nafasi, leo haikukubali. Kwa lugha nyingine, pamoja na kasoro zilizojitokeza kadhaa kwenye uchezaji, lakini unaweza kusema ilikuwa siku nzuri ofisini. Imeshapita, wajipange sasa kwa mechi zijazo, ikiwamo hiyo tutakaocheza wiki moja baadaye dhidi ya Stade Malien, ili warekebishe mwenendo wa mambo, hatimaye mwisho wa michuano kwenye hatua ya makundi wao wawe miongoni mwa timu mbili za juu kufuzu kwa hatua ya robo finali. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazila. Bye bye.